Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Bwana ulishuka kwa ajili yetu. Ndio maana Bwana tumekuja mahali hapa ukatusaidie. Kwenye hii safari Bwana sisi hatuwezi. Kwenye hii safari Bwana sisi hatuwezi. Katika dunia hii kuna mambo tunapitia Bwana hatuwezi. Kuna vitu ambavyo tunapitia katika maisha yetu Bwana sisi hatuwezi. Wakati ulipoambiwa shuka duniani ewe Bwana wa majeshi, ilikuwa ni kwa sababu ya maisha yetu. Ni wakati Bwana Mungu alipokutuma katika dunia hii ewe Bwana wa Mungu, ulikuwa ni uje utukomboe. Ni wakati ulipotuma katika hii ardhi, my Father, my Redeemer, ulikuwa ni uje utusaidie. Maana tayari Bwana alikuwa ametutazama kutoka mbinguni, akajua ya kwamba maisha ya mwanadamu haitawezekana, akajua ya kwamba zile njia mwanadamu anazoshika hazitamsaidia, akajua ya kwamba yale mambo mwanadamu anayatenda haitatendeka kabisa. Ndiposa Bwana mwana wa Mungu akatuma kwetu aje atusaidie. Tunamuita asubuhi ya leo katika mlima huu ya kwamba Bwana akatusaidie. Bwana shuka uje utusaidie. Kuna mambo tunapitia katika ulimwengu huu. Kuna vitu tunapitia katika dunia hii. Kuna mambo tunapitia kwenye kazi zetu za kila siku. Kuna vitu tunapitia katika shughuli zetu za biashara. Bwana hatuwezi, ndio maana tunakuita ukashuke kwetu, ukaweze kutusaidia. Unapotupata asubuhi na mapema tumekusanyana katika mlima huu, Bwana jua ya kwamba kuna kitu tunatafuta. Unapotupata asubuhi na mapema tuko barabarani tukielekea kwenye nyumba yako Bwana, nikumbuka ya kwamba tumeshindwa katika dunia hii. Ukitupata Bwana wa Mungu wakati wa mchana tunakuja kupiga magoti katika nyumba yako, nikumbuka kwamba kuna vitu zimetushinda kwenye hii dunia. Ni wakati ulipotuma kule mbinguni Bwana, ni kwa ajili ya maisha yetu, ni kwa sababu yalikuwa yametushinda. Ni mwanadamu atakapoachiwa dunia hii aweze kujitawala, ni Bwana haitawezekana. Na ndio maana tunakuita asubuhi ya leo, ni ya kwamba Bwana chochote tunachokifanya katika ulimwengu huu, tunahitaji msaada kutoka kwako, na tunahitaji msaada kutoka kwako. Tumekuja kuitanisha na nguvu mpya asubuhi ya leo katika mlima huu Bwana, ukatusaidie kwenye shughuli zetu za kila siku. Bwana, tunahitaji mkono wako ukatende kazi juu ya maisha yetu. Bwana, kuna watu asubuhi na mapema kabla wachomoke katika nyumba zao, kuna maneno walioagana pamoja na familia zao. My Father, my Redeemer, kuna maneno mazuri wameagana na familia zao. Kuna maneno mazuri wameweka pamoja na jamii zao. Kuna maneno matamu ambao wameagana na bibi zao. Kuna maneno mazuri ambao wameweka ahadi pamoja na bwana zao. Lakini dakika chache baada ya kuchomoka katika ile nyumba, Bwana, kuna kitu kilipata huyu mtu. Jehova, kuna shida ilipatana na huyu mtu. Bwana, kuna ajali iliweza kupiga huyu mtu. Lakini tumekuja papa asubuhi ya leo tutangaze Bwana wa mabwana, ya kwamba barabara zetu utazilinda, ya kwamba nyumba zetu Bwana utazilinda, ya kwamba watoto wetu Bwana utawalinda, ya kwamba jumuiya ya familia yetu Bwana utailinda. Tuko hapa kuuliza kutoka kwako, ulinzi kutoka kwako. Na ndio maana tumeanza na maabudu kutangaza ya kwamba Bwana uliona kama sisi wanadamu hatutaweza duniani, ndio maana mwana wa Mungu ukatuma kuja katika dunia hii. Bwana uje uweze kutuokoa. Ninakuita asubuhi ya leo mwana wa Mungu, Bwana ukaweze kutembea nasi, Bwana ukaweze kutembea nami, Bwana ukatembea na familia yangu, Bwana ukatembea na familia ya yule pale, Bwana ukatembea na watoto wangu, Jehova ukatembea na watoto wetu, Bwana ukatembea na wale pale. Kuna wale wafanya biashara sasa wako kwenye shughuli za pilika pilika, Bwana kuona ya kwamba watatia kitu siku ya leo, Bwana ninaomba ukatembea nao, Jehova ninaomba ukatembea nao, Bwana ninaomba ukatembea nao. Kuna kundi la watu Bwana masana haya wako barabarani kuelekea sehemu zao za kazi. Ninatuma malaika wa kuwalinda Bwana, nenda ukawafunike chini ya mbawa zako, ya kwamba chochote kilichonenwa katika ulimwengu wa roho asubuhi ya leo juu ya maisha yao, Baba ninaomba ukaweze kuwasaidia. Ni kwa sababu mwana wa Mungu, wanadamu walipokuwa wakitembea katika dunia hii hawangeweza kujua ni nini kitakachowasaidia, ndiposa Bwana ukatuma kwetu.
Ile wakati mwana wa Mungu alipotumwa kwetu, tunajivunia kwamba tulipata msaada kutoka kwa Baba. Tunajivunia kwamba tulipata msaidizi kutoka kwa Baba. Bwana, wakati unapotembea na sisi, Bwana, unatuepusha na mambo mengi. Kama za mwili Bwana, huwa unaziondoa. Mambo ya dunia hii Jehova unatusaidia. Kwenye mambo ya shetani Bwana, wakati anaponyosha mkono, my Father, my Redeemer, mkono wako unakuanga ni mrefu na tukinga kutokana na mkono wa adui. Baba, ninaomba asubuhi ya leo ninapoyainua maombi na maombezi haya Bwana, tuliza dhoruba, tuliza dhoruba, tuliza dhoruba, tuliza dhoruba, tuliza dhoruba. Wakati shetani anapoinuka kwetu Bwana, kuna mawimbi huwa yanatupiga upande wa kushoto na kulia, huwa yanatusukuma tayari kutuangusha. Lakini asubuhi ya leo Bwana wa majeshi, ninaomba ukatembee pamoja na sisi. Ninaomba Bwana ukatembee pamoja nasi. Bwana, uwepo wako usituondokee, kama vile Bwana uwepo wako ulipokuwa Bwana ndani ya nyumba ya Israeli, na wale wakati walipokuwa njiani wakitembea, Bwana uwepo wako haukuwaondokea. Wakati walipokuita Bwana uliitika, licha ya kwamba kuna mambo waliyopitia, licha ya kwamba kuna changamoto walizopitia katika njia ile ya kuelekea mji wa ahadi. Bwana, wakati walipokuhitaji ulisikia sauti zao, na ndio maana asubuhi ya leo tunaposanyana katika mlima huu, tunahitaji msaada kutoka kwako, tunahitaji msaada kutoka kwako, tunahitaji msaada kutoka kwako. Bwana, maisha yetu hayataenda jinsi tunavyopendekeza sisi kama wanadamu Bwana, lakini ni kupitia kwa neno lako, ni kupitia kwa nguvu zako, ni kupitia kwa uwepo wako, ni kupitia kwa utukufu wako. Ndio maana tunasanyana katika mlima huu tukitazamia pale msalabani, ewe Bwana Yesu, ya kwamba chochote tunachokihitaji kinapatikana kwako. Uzima na afya njema zinapatikana kwako, biashara zinapatikana kwako, huduma zinapatikana kwako. My Father, my Redeemer, ninakuita asubuhi ya leo ukaweze kuingilia kati maishani mwetu, ukaweze kuingilia kati kwenye biashara zetu, ukaweze kuingilia kati kwenye ndoa zetu. Chochote tunachokifanya chini ya jua hapa, my Father, my Redeemer, wewe ukanyoshe mkono Bwana, ukahusike katika maisha yetu. Mwanadamu hataweza kujitegemea, mwanadamu hataweza kujipigania, mwanadamu hataweza kujipeleka mbele za mtu mwingine isipokuwa ni kupitia kwa kibali kutoka kwako. Tumekuja kuuliza kibali kutoka mbinguni katika maisha yetu. Pale sehemu ya kazi tunapofanyia, kuna maadui wanainuka siku baada ya nyingine Bwana, kwanza kutupiga, na sisi hatuna hiyo nguvu ya kuwapiga. Asubuhi ya leo tumekuja kwako kutupatia kibali. Kama tutapita katikati ya watu wengi Bwana, ninaomba usiruhusu mkono wa adui ukatupige. Kama tutafika mahali kuna kusanyiko la watu, wacha kibali chako kikashuke juu yetu asubuhi ya leo. Wacha kibali chako kikapatikane kwetu. Chochote tutakachokifanya machoni pa wanadamu Bwana, kikapate kibali kutoka kwako. My Father, my Redeemer, wakati unapoestablish mwanadamu katikati ya watu wengi, hakika Bwana wewe utatukuzwa. Maana wakati wanadamu wanaposema ya kwamba tumeona kuna nguvu tofauti siku ya leo, si kwa sababu ya nguvu ya wanadamu, lakini ni kupitia kwa nguvu za Roho Mtakatifu. Ndio maana asubuhi ya leo na tumekuja mahali hapa kuitanisha na nguvu mpya. Bwana katujaze nguvu mpya, Bwana katujaze nguvu mpya, Bwana katujaze nguvu mpya, Bwana katujaze nguvu mpya, Bwana katujaze nguvu mpya. Tupatie ujasiri katika maisha yetu, tupatie ujasiri katika maisha yetu ya kuweza kupambana katika dunia hii. Maana kuna vitu ambavyo Bwana vinasimama kama vizuizi maishani mwetu. Chochote tunachokifanya Bwana tunaona ni kama hakifanikiwi, lakini ni kwa sababu ya vizuizi vinavyopatikana. Asubuhi ya leo ninatangaza kila kizuizi kinachopatikana njiani, kila kizuizi kinachopatikana maishani, kila kizuizi kinachopatikana kwenye barabara ya kutafuta. Asubuhi ya leo ninatangaza kwa jina lake Yesu Kristo, kizuizi hicho kikaondoke, kizuizi hicho kikaondoke, kizuizi hicho kikaondoke. Ndoa asikani wote wa kiroho Bwana ambao wanaweza kusimama katikati yetu na baraka zetu. Tunapokuja katika nyumba yako Bwana, wewe tunainua sauti zetu kwako, tukitangaza ya kwamba wewe ni mwema, wewe ni mpatianaji, wewe ni mwenye kugawa riziki katika dunia hii. Lakini wanadamu wengine usimama kinyume Bwana na kuyanena maneno na kutufungia nje. Lakini asubuhi ya leo ninatangaza kwa jina lake Bwana wa mabwana, nenda ukatutetee, nenda ukatupiganie, nenda ukatutetee, nenda ukatupiganie, nenda ukatutetee, nenda ukatupiganie. Hakuna uwezekano ya kwamba Bwana kuna mtu ameingia mahali hapa
Bwana nakutumainia asubuhi ya leo kwa sababu ya msaada wa kifedha. Ninatangaza kwa jina lake Yesu Kristo, baada ya maombi na maombezi asubuhi ya leo, Bwana milango ikafunguke, Jehova milango ikafunguke, Bwana milango ikafunguke, Jehova milango ikafunguke. Kuna mtu amekuwa akipisha milango mbinguni ya kwamba kuna baraka anazihitaji kutoka kwako Jehova, lakini siku baada ya nyingine adui amesimama na kukatalia kata ya kwamba hakuna mahali unaenda. Wakati mwingine shetani hutusimamia Bwana na kutufinyilia chini kabisa, lakini natangaza asubuhi ya leo baada ya maombi na maombezi haya, Yesu Kristo mwana wa Mungu, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako, nyosha mkono wako kwetu. Tunataka kuianza siku ya leo Bwana, tunaomba kuanza pamoja nawe, na hata katikati ya siku ya leo tunaomba kukutana na nguvu zako, kabla ya siku ya leo ikamatike. Bwana uwepo wako uonekane kwetu, Jehova nguvu zako zionekane kwetu, Bwana nguvu zako zionekane kwetu, Bwana katikati ya watu wengi, wakati tunapotamka ya kwamba Yesu yuko pamoja nasi, maadui husimamisha kicheko na kutucheka, lakini natangaza asubuhi ya leo katika mlima huu, Jehova usikubali mwanadamu akaibike, usikubali mtumishi wako aibike, usikubali mja wako aibike. Simama na mtumishi wako asubuhi ya leo, simama na mja wako asubuhi ya leo, simama na kila mwanadamu anayetanisha na jina lako katika mlima huu. Sote tulioko ndani ya nyumba hii na wale wote wanaopokea sauti hii mahali popote walipo, ambapo saa hii Bwana wanaitasile because of their families, ninatangaza katika mlima huu, Bwana usituache, Bwana usituache, Bwana usituache, Bwana usituache, Bwana usituache, Jehova usituache. Ninaomba Bwana usituache, Bwana ninaomba usituache. Tuko katikati ya meno ya simba, tuko katikati ya simba wenye njaa, tuko katikati ya maadui wengi. Bwana wananyosha mikono asubuhi na usiku, Bwana wananyosha vidole wakati wa usiku wa manane, wakati wa jua linapochomoza vidole bado viko kwetu. Watatuangamiza, watatuangamiza, watatuweka chini, watatupiga hawa. Bwana ninaomba unyoshe mkono wako ukatusaidie. Bwana Daudi anatuambia kwenye kitabu cha Zaburi ya kwamba isingekuwa ni mkono wa Bwana kuwa juu yangu, my father, my redeemer, maadui wangeniangamiza, maadui wangenitumbukiza kwenye kina cha maji marefu. Lakini asubuhi ya leo ninatangaza katika mlima huu, Bwana ukanyoshe mkono wako tusaidie, Bwana ukanyoshe mkono wako tusaidie. Sisi hatuwezi, tunahitaji msaada kutoka kwako, 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 kwa ajili ya utukufu wa jina lako Bwana. Ndio, ndio, ndio Bwana. Yes, thank you Lord. Utukufu na heshima ni zako wewe Bwana wa majeshi. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana, ndio Bwana. Wewe unamjua yule mama, yule mzee unamjua Bwana. Maisha ya mwanadamu ni nani ayajuaye? Ndio, ndio Bwana. Eti dhoruba inapoinuka ni wewe ndio utakayetutetea. Palipo na magonjwa, mahangaiko ya dunia hii, ukosefu katika maisha yetu, Bwana ni wewe ujuaye. Tenda kwangu, tenda kwa yule pale, tenda. Thank you Spirit of the living God. Ndio Bwana, ndio Bwana, ndio
Ndio. Wewe ni wewe Bwana, ujuaye maisha yetu. Tembea kwetu, tembea kwa yule mama, tembea kwa yule mzee, tembea kwa wale watoto pale. Bwana, kuna mtu anakuhitaji asubuhi ya leo. Wewe peke yake ndiye unayejua maisha yetu. Wewe peke yake ndiye unayejua maisha yetu. Kuna mwanadamu anatoa machozi asubuhi ya leo. Ni katika mlima huu kwa sababu kuna mambo anapitia. Yaani wewe Bwana ndiye ujuaye. Kuna mwanadamu atapiga magoti asubuhi ya leo mbele zako. Ni mwanadamu wengine hawezi kujua nini kinaendelea. Bwana ni wewe ndiye ujuaye. Kuna mwanadamu atatoa machozi katika mlima huu asubuhi ya leo. Kwa sababu Bwana wewe ndiye ujuaye. Ninaomba ukaingilie kati. Ninaomba ukaingilie kati. Kuna mwanadamu analia asubuhi ya leo kwa sababu ya mambo anayopitia katika dunia hii. Mwanadamu mwingine hawezi kujua, lakini Bwana wewe ndiye ujuaye. Baba wewe ndiye ujuaye. Baba wewe ndiye ujuaye. Futa machozi ya huyu mama, futa machozi ya yule kijana, futa machozi ya yule mzee pale. Bwana tayari saa hii Bwana ameingia mbele zako na ananyenyekea. Bwana kuna maneno ananena pamoja na wewe. Kuna mawasiliano yanaendelea asubuhi ya leo baina yake na wewe Bwana. Ninaomba ukasikie kilio chake. Bwana ninaomba ukasikie kilio chake. Kuna dhoruba ambayo imepiga maisha yake. Kuna dhoruba ambayo imepiga familia yake. Kuna dhoruba imepiga kwenye biashara yake. Kuna dhoruba imepiga watoto wake. Kuna dhoruba imepiga nyumba yake. Kuna dhoruba imepiga bibi yake. Kuna dhoruba imepiga bibi yake. Kuna dhoruba imepiga bibi yake. Kuna dhoruba imepiga bwana yake. Kuna dhoruba imepiga familia yake. Kuna dhoruba imepiga taifa lake. Lakini asubuhi ya leo Bwana amechukua nafasi hii kupiga magoti mbele yako, kutoa kilio chake katika mwili, kuyatoa machozi yake ndani yake, kwa sababu kuna huzuni kubwa imejaa ndani yake. Bwana futa machozi ya huyo. Bwana futa machozi ya yule pale. Yule pale anakulilia asubuhi ya leo. Bwana tusaidie. Wewe ndiye ujuaye hatima ya maisha yetu. Wewe ndiye ujuaye hatima ya maisha yetu. Wewe ndiye ujuaye chanzo cha shida tunazopitia. Wewe ndiye ujuaye matatizo yote tunayopitia. Kama sisi wenyewe ndio tumehusika katika matatizo haya, Bwana nyosha mkono ukatusaidie. Kama ni mkono wa adui, Bwana nyosha mkono wako ukatusaidie. Kama ni mkono wa adui, Bwana nyosha mkono wako ukatusaidie. Nikupitie kwa mkono wako tu Bwana tutapata msaada. Nikupitia kwa mkono wako tu Bwana tutapata msaada. Nikupitia kwa nguvu zako tu Bwana tutapata msaada. Nikupitia kwa ujira wako tu Bwana tutapata msaada. Nikupitia kwa msaada wako mwanadamu atakombolewa. Nikupitia kwa msaada wako mwanadamu atainuliwa. Hata ninaliinua na kulitukuza jina lako asubuhi ya leo, kwa sababu Bwana unaenda kutenda hivyo, kwa sababu Bwana unaenda kutenda hivyo, kwa sababu Bwana unaenda kutenda hivyo. Dhoruba ambalo Bwana limetangazwa kwetu likatupige. Ninatangaza asubuhi ya leo likashindwe kwa jina lake Yesu Kristo. Mwanadamu hatapitia mateso haya. Mwanadamu hatapitia kwenye njia hii. Mwanadamu hatapitia kwenye haya matatizo. Mwanadamu hatapatikana kwenye hizi shida. Mwanadamu hatajihusisha na mambo haya, kwa sababu mkono wa Bwana utakuwa juu yake. Ninatangaza asubuhi ya leo kila nafsi iliyoingia mahali hapa Bwana, kila nafsi inayopokea sauti hii mahali popote walipo Bwana wa majeshi, ndio kuonyesha mkono wako ukatutetee. Ndio kuonyesha mkono wako ukatupiganie. Ndio kuonyesha mkono wako tusaidie. Tuko katikati ya kinywa cha simba Bwana, anaweza kutumeza wakati wowote. Ndio maana nainua sauti yangu kwako Bwana, nahitaji sauti ifike kwako. Ndio maana watu hawa wanainua sauti yako Bwana, tunahitaji sauti zetu zikakufikie Bwana, ukatutetee. Jehova ukatutetee Bwana, ukatutetee. Jehova ukatutetee. Ndio ukatupiganie Bwana, ndio ukatupiganie Bwana. Azima dhoruba hii, azima dhoruba hii. Upepo mkali unahitaji kutuangusha. Upepo mkali utapiga nyumba zetu. Upepo mkali utapiga ndoa zetu. Upepo mkali Bwana utapiga familia zetu. Upepo mkali Bwana unaweza kupiga nyumba yangu. Upepo mkali Bwana unaweza kupiga huduma yangu. Mimi nakataa asubuhi ya leo. Ninafunga kabisa hiyo njia ambayo inaleta upepo huu. 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 Ninatangaza kwa jina lake Yesu Kristo, my Father, my Redeemer, uninyosha mkono wako Bwana, na dhoruba ikasimama. Ninatangaza asubuhi ya leo kwenye maombi na maombezi haya, Bwana nyosha mkono, Bwana nyosha mkono, Bwana nyosha mkono, Bwana nyosha mkono. Tangazeni katika ulimwengu wa kiroho ya kwamba Bwana akanyosha mkono, akaizime dhoruba hii, akazime upepo huu ambao umeachiliwa. Mimi sijui umetoka pande gani, lakini kama upepo utavuma katika Kenya yetu, kama upepo utavuma
katika familia yako, kama upepo utapiga katika nyumba yako, kama upepo utapatikana kwa watoto wako, kama upepo utafika kwenye familia yako, kama upepo utapiga kazi yako, kama dhoruba hii itafika pale mahali unafanyia biashara, kama dhoruba hii itafika pale mahali unaabudia. My Father, my Redeemer, nimeona chombo kikiyumba, nimeona chombo kikiyumba, nimekiona chombo kikiyumba. Tangazeni katika ulimwengu wa kiroho. Mwambie Bwana, nyosha mkono ukazuie, nyosha mkono ukazuie, nyosha mkono ukazuie. Maana Biblia inatuambia katika kitabu cha Marko chapter number 4 ya kwamba kulifika wakati wanafunzi wake Jehova wakamtoa, wakafika katikati ya bahari. My Father, my Redeemer, chombo kikaanza kupigwa na upepo, chombo kikaanza kupigwa na dhoruba. My Father, chombo kikaanza kuyumba. Na Biblia inaniambia hivi ya kwamba wakati chombo kikiondoka, wakati chombo kikitoa nanga wale ufueni, my Father, my Redeemer, kulikuwa na vyombo vingine vilikuwa pamoja naye. Na wakati dhoruba ilipopiga ile mashua ambayo Bwana alikuwa amepanda, wakati dhoruba ilipopiga ile mashua ambayo wanafunzi wa Yesu walikuwa wamepanda, my Father, my Redeemer, Bible inaniambia ya kwamba hata vile vyombo vidogo vidogo vilikuwa pamoja naye pia vilipata madhara. Baba yetu, tunakuomba asubuhi ya leo, ile dhoruba ambayo imeweza kuachiliwa kwetu, ambayo ile dhoruba imeweza kuachiliwa kwa familia zetu, ile dhoruba ambayo imeweza kuachiliwa kwa ndoa zetu, dhoruba iliyoweza kuachiliwa juu ya biashara zetu, dhoruba ambayo inaweza kupiga huduma hii. My Father, my Redeemer, nyosha mkono wako, mwambie Bwana nyosha mkono, mwambie Bwana nyosha mkono. Wanafunzi wake Yesu wakamwamsha, wakamwambia Bwana wetu tunaangamia, hauoni kama ni sisi tunaangamia? Bwana akasimama na akanyosha mkono, dhoruba ikakuja ikatulia. Mwambieni Bwana nyoshe mkono, mwambieni Bwana nyoshe mkono, kwa sababu kuna kitu kimetendeka katika ulimwengu ambacho hakitakuwa kizuri machoni petu, ambacho hakitakuwa kizuri kwetu, ambacho hakitakuwa kizuri kwa familia zetu, ambacho hakitakuwa kizuri kwenye nyumba zetu, kwenye ndoa zetu si kizuri, kwenye maisha ya familia na biashara si kizuri, kwenye maisha ya dunia hii si kizuri. Mwambieni Bwana nyosha mkono, mwambieni Bwana nyosha mkono, mwambieni Bwana nyosha mkono. Mteni Bwana asubuhi ya leo, mwambie Bwana amuka unyoshe mkono. Maana wanafunzi wake Jehova walimwamsha, alikuwa amejituliza tu mahali, wakamwambia Bwana hauoni ni vyema kwetu sisi tunaangamia, inuka. Bwana alipoinuka akanyosha mkono, na dhoruba ikaja ikasimama. Ninatangaza kwa jina lake Yesu Kristo asubuhi ya leo, mkono wa Bwana ukaonekane, mkono wa Bwana ukaonekane, mkono wa Bwana ukaonekane, na ukaweze kutuliza dhoruba asubuhi ya leo. Ndio. Yes. Angalia mahali tumetoka. Mwanzo wa bahari tumefika katikati. Ni mbali Bwana tumetoka. Usituache peke yetu. Usituache peke yetu. Ndio. 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 Mwambie Bwana asikuache. Wanafunzi wake Yesu wakatoka pamoja naye kufika katikati ya bahari, wakamwambia Bwana, usituache peke yetu tukufe, amka. Moyo wa mwanadamu unalia asubuhi ya leo. Moyo wa mwanadamu una huzuni asubuhi ya leo. Moyo wa mwanadamu unatoa machozi asubuhi ya leo. Na safari tumetoka mbali. Mwambie Bwana, usituache peke yetu. Ndio. Hiyo ni maabudu ya asubuhi ya leo, Bwana yapokee. Kule mahali tumetoka na wewe ni pale. Ndio. Ndio. Ndio Bwana. Ndio Bwana. Yes. Ndio Bwana. Bwana, tusaidie, mateso yamekuwa mengi. Bwana. 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 Pokea maombi yetu asubuhi ya leo. Pokea kilio chetu asubuhi ya leo. Pokea hoja zetu asubuhi ya leo. Ni mambo mengi tumenena nawe asubuhi ya leo. Ni mambo mengi tumekemea asubuhi ya leo.
Ni vitu vingi tunahitaji kutoka kwako asubuhi ya leo. Bwana usituache. Bwana usituache. Bwana usituache. Bwana usituache. Usiliache kanisa hili. Nyosha mkono wako. Bwana ukatusaidie. Ndio. Unaweza hata kumshukuru Mungu kwa kinywa chako asubuhi ya leo. Baada ya kuzileta hoja zetu mbele yake, tayari Bwana amejibu maombi. Hivyo ndivyo anavyosema asubuhi ya leo. Kama mwanadamu atapatikana duniani apaze maombi yake, basi yuko Mungu mbinguni wa kuyajibu maombi yake. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Bwana tuende kwa nani? Usituache. Anza kumshukuru Mungu. Chukua dakika kumshukuru Bwana. Zile hoja tumepeana, zimetosha. Zimetosha. Hebu sikia hiyo maabudu. Sikia hiyo maabudu. Sikia Bwana. Sikia. Sikia. Hata hizi shukrani tunakupea ni kwa sababu tunajua tayari umetusikia. Ndio. Ndio. Tangaza baraka kwa siku yako. Siku hii ya leo ni siku ya kipekee maishani wa mwanadamu. Haijawahi onekana na tena tangu dunia iumbwe. Ni siku mpya. Fadhili zake ni mpya kila siku. Yale mambo uliyoamka nayo jana sio ambayo yapo leo. Vile vitu ambavyo umekusudia kuvifanya siku ya jana hata leo utapata vingine. Ile siku ya leo tangaza baraka juu ya barabara unazoshika, juu ya watu wote ambao utakutana nao siku ya leo. Ile kazi utakayofanya mwambie Bwana, nisaidie. Nikutanishe na watu ambao ni wa baraka maishani mwangu. Nitenganishe na maadui siku ya leo. Kwa utukufu wa jina lake Bwana. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, tunakuomba na tunakusalia asubuhi ya leo katika mlima huu. Tunajua ya kwamba tunapoinua sauti zetu Bwana, wao unasikia siku zote. Na kama basi miongoni mwetu kuna yeyote aliyetenda dhambi katika dunia hii ambayo inaweza kuzuia maombi yetu yasifike kwako, tumishi wako niko hapa kutangaza msamaha kwa niaba yake, kwa niaba yao, kwa niaba yetu. Ukatusamehe. Futa dhambi zetu tulizozitenda, kuzifikiria na kufanya katika ulimwengu huu. Futa majina yetu katika kitabu cha mtenda dhambi na uyaainishe upya kwenye kitabu cha uzima wa milele. Baraka zetu ulizoziainisha kule mbinguni kwa ajili ya siku ya leo na siku za baadaye zikaweze kutufikia kwa jina la Yesu Kristo. Ninaomba Bwana ukasikie sauti hizi na watoto wako na waja wako. Kwa Bwana wameinua sauti zao katika madhabahu haya asubuhi ya leo. Ya kwamba maombi yetu Bwana yasiwe ni bure, lakini yakaweze kufika kwako. Chochote ambacho tumekileta katika mlima huu, wacha ikawe hoja yenye nguvu mbele yako, sawia na maneno ya Isaya. Kwamba zileteni hoja zenu zenye nguvu kwangu, nami nipo tayari kuzishughulikia. Bado Isaya akatuambia kwamba mkono wako si mfupi usiweze kufikia mwenye mahitaji. Kati yetu kuna watu wana mahitaji. Nyosha mkono wako kawasaidie. Sikio lako sio zito Bwana, usiweze kumsikia mwenye kuomba. Najua maombi yetu yamefika kwako. Tenda na kutimiza maana ya ahadi yako. Utakapotenda na kutimiza, hakika sifa na shukrani itakuwa ni kwa ajili ya jina lako. Nabarikisha kila nafsi iliyoingia ndani ya nyumba hii na hata wale ndugu zetu ambao hawajawahi kufika mahali hapa. Bwana, nenda kanyosha mkono wako ukazuie dhoruba kwao. Maana utakapofanya hivyo, hakika sifa na shukrani itakuwa ni kwa ajili ya jina lako. Zaidi ya yote Kristo mwana wa Mungu, naleta mtumishi wako anayetenda kazi katika madhabahu hii mbele zako, ili Bwana ukaweze kumkubali, ukamstakabali, ukampatie Bwana kibali, ili kwamba lolote atakalolinena katika mlima huu Bwana lisiwe ni kwa ajili yake, lakini Kristo liwe ni kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Kuna watu waliofungwa, kuna watu ambao Bwana wamewekwa mateka, na tuko hapa ili kutangaza kwamba wakaachiliwe na wakafunguliwe. Tumia mtumishi wako ili Bwana akalinene neno lako ambalo Bwana litaweza kuwafungua watu waliofungwa na kutekwa nyara katika dunia. Na utakapotenda hivyo na kutimiza, Bwana sifa na shukrani kwa ajili ya jina lako. Baba yetu na mama yetu wa kiroho, waanzilishi wa madhabahu haya na waleta mikononi mwako Bwana. Ni watu wenye shughuli nyingi na mawazo mengi katika maisha yao, lakini naomba Roho wa Bwana akawashuhudie siku ya leo ya kwamba Kristo mwana wa Mungu kuna mambo mema ambayo umewapangia wanadamu, na kupitia kwao
hakika hizo vitu zitakuja kutendeka kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Naleta kanisa hili mikononi mwako, inahitaji ulinzi wako na utetezi kutoka kwako. Hatuwezi kulipigania wala kulitetea, lakini Bwana wewe ndio unayeweza. Utakapotenda hiyo na kutimiza, Bwana sifa na shukrani tafadhali kwa ajili ya jina lako. Tumeomba haya mambo mengi kupitia kwa jina takatifu la Bwana Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Watu wote waseme amen. 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 Unaweza pigia makofi Bwana asubuhi ya leo. Mstari wetu utakao tuongoza siku ya leo, acha nikupee, kisha tukutane masaa ya mchana na Mungu atuongoze kama anavyokusudia siku ya leo. Kitabu ni Marko 4. Marko 4, tuanzie verse number 35, mstari wa 35. Haya ni maneno yake Bwana, si yetu wala si yangu. Anasema hivi: siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia, na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakapiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika shetri amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, ukawa shwari kuu. Akamwambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo wa bahari unamtii? Baba, bariki neno lako. Neno lako likawabariki watoto wako, likawasaidie. Kwa jina la Yesu nimeomba. Biblia inatuambia ya kwamba walitoka mwanzo wa bahari wakaenda na chombo. Inaongelea kuhusu chombo, lakini mwanzo wa bahari kulikuwa na vyombo vingine. Amen. Kumaanisha walipokuwa katikati ya bahari, hata vile vyombo vingine pia vilikuwa ndani ya maji ya bahari. Swali ni, wakati dhoruba ilipopiga chombo, Yesu alikuwa amepanda, na hivyo vyombo vingine vilikuwa viko wapi? Kwa nini Biblia ilifocus ama iliangalia sana chombo kilichokuwa kimebeba Yesu na wakati vyombo vingine? Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingi huwa tunajiangalia sana, tukikosa kujua ya kwamba kuna vyombo vingine pia vimetuzunguka, tunahitaji tuviombee. Lakini ni tumaini langu kubwa ya kwamba wakati Yesu aliponyosha mkono kutuliza upepo baharini, hata wale ambao walikuwa hawako kwenye kile chombo ambacho Yesu alikuwa ameabiri, bado walipata afueni. Wakati wewe unapobeba Yesu, hata majirani wanalala na amani. Wakati unapokemea mapepo na kuzungusha ukuta wa Roho Mtakatifu ili kwamba pepo lisingie, hata yule jirani yako usiku hawezi kunyongwa. Na ndio maana katikati ya maombi nimesikia hiyo tu, kuna kaupepo kameachiliwa. Sijui ni kaugonjwa ama ni kanini, lakini kuna kaupepo kameachiliwa. Lakini Yesu hawezi kunyosha mkono wake. Inaweza kuwa si kwetu. Amen. Wakati ninaposoma Biblia, huu ndio ufunuo huwa ninapata, ya kwamba wakati mwingine neno linaja kwako likusaidie, wakati mwingine linakuja kwako ili liokoe watu wengine. Amen. Wakati neno la Bwana lilipokuja kwa Elia Mtishibi, halikuwa lake, ilikuwa ni kwa ajili ya wana wa Israeli. Amen. Vivyo hivyo tunaposoma neno la Mungu, lazima tusimame mahali tujiulize, hili neno ni langu ama limeletwa kwangu ili liende kwa watu wengine? Tunaweza kosa kujua upepo huu unaotangazwa hapa ni upepo gani. Tunaweza tafuta miaka miwili, miaka mitatu tusione, lakini siku chache baadaye kuje kuzuke ka kitu hivi
lakini Mungu alikuwa ameshaongea. Ni sisi ndio hatukutilia maanani na hatukufuatilia. Na wakati mwingi huwa ninasema ni vizuri kama tutatembea kidogo kwa roho ili tuelewe. Tunapokemea pepo hapa, tuseme tuko katika maombi na Mungu azungumze neno, na tuseme tukemee pepo na magonjwa. Inaweza kosa kupita siku 3 usikie aidha mshirika ama mtoto wa mshirika ama mshirika na jirani yake ama mshirika na ndugu zake ambao hawako karibu, kuna kitu kilishatendeka. Mungu aliwazungumzia nini, lakini mkaishukulia rahisi hivi. Lakini ujumbe alifanya nini? Na ndio maana Biblia inasema ya kwamba hakuna kitu Mungu atakifanya katika dunia hii kabla awapatie taarifa. Unaposoma vizuri utakuja kugundua kabla dunia iangamizwe, wakati wa Noa, ujumbe uliwafikia watu. Ni dharau walikuwa nayo tu. Wakati Sodom na Gomora kabla iangamizwe, ujumbe ulifika. Lakini mpaka wakaanza kusema hapana, lazima tutende kama tunavyotenda kawaida yetu. So ujumbe unapofika kwako useme ni kawaida yako, hapo ndio unapambana na kile ambacho hujawahi kukiona. Baadaye unasema laiti ningalijua. Already Mungu alishakuzungumzia lakini ukaignore. Biblia inatuambia katika kitabu cha Mark chapter 4 ya kwamba walitoka pamoja na vyombo vingine, lakini wanapofika katikati ya bahari, dhoruba inapopiga, mimi ninaamini kabisa dhoruba haikupiga mahali chombo cha kina Yesu kilikuwa na wanafunzi wake. Bahari ilichafuka. Ukisoma version zingine unaambiwa bahari ilichafuka. Na kama ilichafuka, hata kule ambapo hakukuwa na vyombo, maji ilikuwa inapiga mawimbi makali. Wenye walikuwa nje walijua hii bahari imechafuka. Swali ni waliokuwa katikati ya bahari wakisafiri, what happened to them? Hivyo ndivyo Bwana anapotuhimiza asubuhi ya leo, ya kwamba kunawezekana kwamba kuna kitu katapitia mahali. Tusimame kwa maombi. Mwambie Bwana, nyosha mkono, dhoruba hii ipite. Tena hata si kupita, ni simame. Kwa sababu wakati ilipokuwa inapiga chombo, Biblia inatuambia kwamba maji yalianza kuingia kwa chombo. Ukisoma version nyingine itakwambia kwamba wanafunzi wake Yesu walijaribu kama mabaharia. Ninyi mnajua mabaharia vizuri sana. Baharia akijaribu mbinu zake zote zikimuishia, yeye anajitumbukiza kwa hayo wao walijaribu, maji yakiingia wanatoa nje. Fulani chukua kasia, piga na upande wa kushoto, piga na huku, wanatoa maji, wanafanya nini? Lakini kadri wanavyong'ang'ana kama mabaharia, ndivyo naye shetani alikuwa anang'ang'ana kuweka maji ndani ya kile chombo mpaka kikaanza kusana. Wakasema tusife, tuna mtu tumebeba ndani yetu, situmuulize kama kunaendaje. Wakamwamsha. Hivyo ndivyo Biblia inasema alikuwa amelala. Utakaposoma version zingine, Biblia itakwambia ya kwamba Yesu alikuwa ametulia, anangoja kuona imani ya wanafunzi wake. Ametembea nao kwa muda, amewafundisha, sasa mtihani umekuja, wafanye, awasahihishie, aone ni gani imeshatendeka. Na ndio maana alipoamka akawauliza, ni nini mbaya na nyinyi? Hatujakuwa na nyinyi kwani? Lakini bado walifika mwisho wakasema mtu huyu ni mtu wa aina gani? Na ndio maana asubuhi ya leo tumwambie Bwana, tuliza dhoruba. Mimi sijui dhoruba gani, mimi sijui. Haijafunuliwa kwangu. Ni kitu tu kimepita. Nikasema Bwana, nyosha mkono, tuliza. Kama itakuwa ni ugonjwa, tumwambie Bwana atulize. Kama itakuwa ni any outbreak, either Kenya, dunia mzima, kwa watu wa kanisa hii, kwa hiki kijiji, wapi, kazi yetu ni kuitasiti. Biblia imetuambia